Solution. Hapana kwa wewe hakupigizi. Tuanze hapa. Tuanze na hapa. Hapo anasema. Kwa nini? Alikuwa Yesu. Alikuwa nani wake? Ukisoma maandiko matakatifu tunaambiwa kwamba wale Magalena alitolewa pepo 7 na Yesu kwenye harakati na ukuaji wa Yesu. Alitoa pepo 7. Baada ya hapo akaanza kumtumikia. Kumbe anafahamu si kwa sababu alikuwa hata kabla hajafa. Anakuwa Yesu. Ndio maana baada ya kuwa kuelewa uwepo huo hakutaka kumwachia, hakutaka kumwacha. Anaendelea kutafuta akiwa kaburi. Swali la kwanza leo unaendelea. Kwa sisi hapa unaelekea kwenye mambo fulani Yesu anaita sasa anakuzingua. Yesu anaita sasa kuna yako na Yesu hakuna wanaokuja wewe. Hakuna wale wazao wamependa wanalia sasa. Swali la kwanza. Ombeni, ametoa nafasi ya kuweza kuendea yeye
Njooni kwangu kwa ajili ombeni nasi wakaomba. Wao akili ya wewe kwa wao ndio tunawasema. Huwa mapema ulioomba mapema. Ulioomba mapema. Kwa nini? Sio wote. Ulioomba mapema. Sasa kwa nini hakupewa? Kwa nini hakupewa? Siwasikii. Unaomba vibaya. Unaomba vibaya. Ni kweli. Unaomba vibaya. Unasikia mafundisho. Ani yako ombe. Wewe ombe ya salati yako kwa makini. Mungu ni nani? Ndio wewe. Ani yako nini? Yeye afanye nini? Mungu ampatie. Kwa kama ni mtu sawa. Hapo kuna sababu. Sio yako. Kumbe unaona mbaya. Soma wale wale. Kwa sababu unaomba vibaya. Naomba vibaya. Ili msikie kwa tamaa zenu. Msikie kwa tamaa zenu. Anasema utafanya kitu sana. Enyi wazinzi, hamjui ya kwamba kuwa rafiki wa dunia ni kuwa adui wa Mungu? Basi kiwa rafiki wa dunia na kuwa adui wa Mungu. Ndio maana haya ulimwengu kuwa rafiki yetu. Na kama ulimwengu umekuwa rafiki yetu hapo kunyuma, Yesu anakuona. Sasa Yesu anakuona. Tumseme Yesu Kristo. Yesu anakuona. Siwasikii. Tunamjua. Ya rafiki Yesu. Bwana msikia. Kuwa rafiki wa dunia kwa ulimwengu. Ni kuwa adui wa nani? Kumbe sisi labda hapana kukaisha. Soma kitabu cha Injili Yohana sura ya 15. Anza mstari wa 14. Anza mstari wa 14. Yohana 15. Anza mstari wa 14. Soma kwa sauti. Sisi tumekuwa nani? Soma kwa sauti. Nasoma. Soma. Ninyi mmekuwa rafiki zangu mkitenda niwaamuruyo. Sisi tumekuwa nani? Rafiki zake. Rafiki zake. Malizia hapa. Siwaiti tena watumwa, kwa maana mtumwa hajui atendalo bwana wake. Lakini ninyi nimewaita rafiki, kwa kuwa yote mliyoyasikia kwa Baba yangu nimewaarifu. Sasa. Yeye kwetu sisi nani? Urafiki wetu kwa wanadamu. Kwa nini? Au kwa Yesu? Kwa Yesu. Ni kwa Yesu. Ndio. Soma mstari wa 16 hapa. 16. Si ninyi mlionichagua mimi, bali ni mimi niliyewachagua ninyi, nami nikaiweka
Kumbe ukipatana kwa yule ambaye alikutambua yeye mwenyewe, naomba unapata. Kumbe rafiki wetu kwanza kwa Yesu, yeye amefanya sisi tuwe rafiki zake, lakini tukipenda anatuamua sisi, ametuamua mkilipenda mtashika, mkilipenda mtashika, mkilipenda mtashika, mkilipenda mtashika, mkilipenda mtashika. Kwanza na hapo mnashika nini? Ziko ngapi? Ya kwanza hakuna sisi tunaokwenda kusikia, hakuna tunaokwenda. Hawapo hao? Wapo. Mkinipenda mtalishika amri zangu. Mkinipenda mtalishika niwaambie kani nimetoka kwa Farao. Soma Mathayo 16:18. Mathayo 16:18. Nasema, amini nawaambieni, yoyote mtakayoyafunga duniani yatakuwa yamefungwa mbinguni, na yoyote mtakayoyafungua duniani yatakuwa yamefunguliwa mbinguni. Na ndugu yako akikukosea, Mathayo 18:15. Nakuambia, wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu. Hapo ndio hapo tunajenga kanisa langu. Msikia kwa sababu kanisa yangu. Hapo wanasema kanisa yangu. Anasema kanisa langu. Haya, sasa hili kwa kanisa moja. Huko unapata nini? Mkinipenda mtalishika neno langu. Mkinipenda mtalishika amri zangu. Sasa leo anasema kanisa lako mtalijenga mahali fulani, unaelekea katika utume wetu, tumikia nini? Unatumikia wapi? Unatumikia nini? Unatumikia nani? Unatumikia nani? Tunachohitaji kuishi au kufanya kama inawezekana, ungejiweka pembeni hapo, halafu nakuja kutazama huyu ni nini? Huyu ni nini? Kumbe ili atoe hayo ambayo anaendelea kuangalia ya huyu
Haliamu bado uelewe. Na kakimbilia wewe mwalimu wangu hao. Subiri mbishi. Tunahitaji kwenda kwa Yesu. Na katika kwenda kwake usiende ukiwa umejiandaa kwa badali no. Anasema siku zote na kungoja. Umekuja unalia kupokea tu. Umekuja mahali fulani kwa kupokea tu. Siku zote anakuja. Anapokuja yeye unaenda. Au hiyo. Ndio ni mambo na usukuka. Hapa lazima bwana atakuja. Ndio hiyo. Una maneno fulani ni ya kupokea tu hivyo hivyo. Na baadhi ya wazee anaokuwa msaada hata dunia kushirikiana na mama wengine waona sio waona kwa nini sina sali waona anamwambia leo hii nitakupokea tu. Unasubiri mpaka kwa nini? Usipokuwa wakati hautabalia nitakupokea tu. Na sasa ilikuwa na wahudumia na kuongeza viongozi wa wanafanya kazi kubwa. Tunapenda kelele. Na kwa sababu hata hivi ni ya mambo mingi. Lakini sio kama wao. Kwa kwenda kwa hao unamtafuta Yesu akajibu mapema. Kama hao. Anatafuta mapema Yesu. Nawe naomba Bwana wangu. Mtafute mapema Yesu. Mtafute mapema Yesu. Kwenda familia yako. Sababu njema. Kuna usaidizi wa Yesu. Tubu ya machafu. Mtafute mapema. Mungu. Sasa. Tuliingie na kutafuta mama kwa mfano wa Yesu. Yeye alikuwa Yesu aliyeamini amekufa. Asipo kwamba anafufuka. Sisi tunamtafuta Yesu mshindi. Yesu mfalme. Yesu anayetuita kwa kwangu nitakupokea tu. Yeye anafufuka. Na anapotafuta anataka kweli kumbe. Naomba kusali sana kwa Mungu. Mungu wako anakupenda zaidi ya chochote. Kwani ndiye mwema, ndiye mwenye kupendeza. Anapenda ndani yangu kama nafsi yangu kwa ajili yako. Amen. Sasa ambapo ni sana tafakari sana. Mungu wangu nakupenda zaidi ya chochote. Haya, kwa baba. Mdishie. Unaipenda Mungu zaidi ya chochote. Unapenda. Unampenda Mungu zaidi ya chochote. Sasa pia kama hili Mathayo sura ya 6 mstari wa 30 Some. Mathayo 6:30.
Sogea. Bali utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo yote mtazidishiwa. Ndio wasiada. Na mengine yote sasa Mungu wako anapenda zaidi ya nini? Hapa kwa tunapenda Mungu zaidi ya chochote. Zaidi ya chochote. Tunafanya nini hapa? Doa kama mimi nirusha. Shusha. Unaona hapo ni kwa nini? Hapo ya nani nasema? Hapo ya nani nasema? Hapa ni watu sana Mungu. Unampenda Mungu zaidi ya chochote. Sasa nimesema ndio niko na Mungu wako anapenda zaidi kuliko kwa swali. Wewe unapenda zaidi? Napenda ndani yako kama nafsi yangu. Hapo kwenye sala hapo kazi ya sala. So hapo kuna ya sita kali wanne. Maka ili uelewe kupenda Mungu zaidi ya chochote, maana yake ni usome. Sura ya 6 mstari wa 4. Inasema, Ndio. sikiza Israeli. Sikiliza Israeli. Bwana Mungu wetu, Bwana ndiye mmoja. Nawe umpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, na kwa roho yako yote, na kwa nguvu zako zote. Sasa hapo watu wasema hivi. Tafuta mwingine, na kama Yesu aliweza kitu kingine. Sema wapi mwingine? Yesu akamjibu, ya kwanza ndiyo hii. Hapo ya pili. Sikia Israeli, Bwana Mungu wetu ni mmoja. Nawe umpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako, na kwa roho yako yote, na kwa akili zako zote, na kwa nguvu zako zote. Yesu hapa anaelezea umpende kwa akili zako zote. Sasa wakati hapo tuendelee kidogo hapo. Mnapojaliwa kwenda kusali misa au sala nyumbani au dunia uliye pale na mjini hapa mbele, unasikiliza pamoja na kama hiyo au waandishi wa mambo na watu wengine hapa fanye na ndio sasa tunataka akili hapo ndio kuna sehemu umpende Mungu kwa akili yako yote. Tuendelea. Torati sura ya 6. Endelea ulikoishia. Nawe uwafundishe watoto wako kwa bidii, na kuyanena uketipo katika nyumba yako, utembeapo njiani, na ulalapo, na uondokapo. Wengine kusomea kwa mstari wa 4 mpaka wa 9. Nawe uwafundishe watoto wako. Nawe uwafundishe watoto wako kwa bidii. Haya. Mnaofundisha watoto wenu kwa bidii. Ambao wawafundishi kwa hiyo naona mbele safari
naona mbele safari hapa hivi. Kumbe kumpenda Mungu katika wale magereza huyu alikuwa anapata. Nasema kuna mtazamo wa Biblia ndani. Unaposema unampenda Mungu kama kausali, Mungu wako unampenda zaidi ya chochote. Ndio hiyo. Umpende kwa moyo, umpende kwa roho, umpende kwa akili, umpende kwa nguvu. Umpende kwa Mungu. Hapo utakuwa na ujasiri wa kusema Mungu wangu nampenda. Huwezi vile kumpenda pia ujiweke karibu na yeye. Huwezi kumpenda Mungu ukiwa mbali naye. Huwezi kumpenda Mungu ukiwa mbali naye. Tazama Yesu anazungumza kwake yeye alivyokwenda na kwa baadhi walivyokwenda. Soma kitabu cha Injili Yohana sura ya 17 mstari wa 12. Yohana 17:12. Kama hawajaona hadhara ya 17:24. 17:24. Hapo tunasoma 17:12. Inasema, Baba, hao ulionipa nataka wewe. Hao ulionipa nataka wawe pamoja nami. Popote nilipo. Wapi? Popote nilipo. Wapate na kumtazama utukufu wangu ulionipa. Kwa maana ulinipenda kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Hapo ulinipenda kabla ya kuwekwa misingi ulimwengu. Zangu naitwa hao ulionipa nataka wawe pamoja nami. Wawe pamoja nami. Washukuru Mungu. Kwa pamoja naye. Mkiwa nje ya hapa na kwa pamoja naye. Wao mkiwa nje ya kanisa mnakuwa pamoja naye, na akasema wawe pamoja nami popote nilipo. Sasa yuko wapi? Naye pia mahali yuko katika ekaristi takatifu. Akamtwaa Petro. Yesu akawatwaa Petro na Yakobo na Yohana nduguye. Ndio. Akawaleta juu ya mlima mrefu Faragani. Akageuka sura yake mbele yao. Uso wake ukang'aa kama jua. Mavazi yake yakawa meupe kama nuru. Na tazama, wakatokea na Musa na Elia. Wakatokea na Musa na Elia. Wakizungumza naye. Petro akajibu akamwambia Yesu, Bwana, ni vizuri sisi kuwapo hapa. Ukitaka tutafanya hapa vibanda vitatu, kimoja cha wewe na kimoja cha Musa na kimoja cha Elia. Petro alipotazama utukufu wa Yesu, alibadilika sura na mavazi yake, akasema vizuri, sisi kuwapo mahali hapa ni vizuri.
Kama hujaona huwezi kuamka alfajiri na mapema kwenda kusali. Kama nilikuwa naeleza, kama hujaona utukufu wake, huwezi kuacha shughuli zako ukaenda kumtumikia Mungu kama ulivyofanya hivi. Kama hujaona utukufu wake, huwezi kumpenda Mungu zaidi. Kumbe tunahitaji sasa Mungu afungue mioyo ya macho yetu. Afungue mioyo ya macho yetu, macho yetu. Afungue macho ya mioyo yetu, tujue tunaenda wetu au ni wapi hizi. Tuweze kutambua hapa ndio nini tunahitaji kuambatana nao.